Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahi Shamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya Kaa. Kitu kutoka kwa mtu wa mbali kukufikia. Kumwazia mtu jinsi atakavyokuwa. Kuulizia kitu kwa mara nyingine. Kupata ukumbusho baada ya mtu kuongea jambo. Kusita kusema kitu ikiwa ulipanga kuliongea. Nyota ya Nge. Kuangalia kitu kwa udadisi. Macho yako kuwasha. Mtu unayemfikiria ataweza kukutafuta au utapata taarifa zake. Kuongea jambo linalomhusu mtu na hali yake. Mtu atajua unachomficha. Kuacha kuwafikiria watu ambao hawakufikirii au hawana msaada na wewe. Mtu anahitaji upendo wa kweli kwako. Nyota ya Samaki. Kufanya mtu aweze kujutia alichokifanya. Kupata kiasi cha pesa kwa siku 2 mfululizo. Mtu anaamini unachokiongea baada ya kushuhudia kitu. Kuiona alama fulani itakayokushtua moyo wako na kukujulisha ishara ya kitu. Utahuzunishwa na kitu au mtu. Nyota ya Mashuke. Kumjaribu mtu kitu. Kuweza kumdhibiti mtu vizuri na akakusikiliza. Utamzuia mtu kulia. Furaha yako inafanya amani iwepo. Kufikiriwa kwa mazuri. Zawadi ipo njiani kukufikia. Kuna mdudu utakayemuona chumbani kwako. Anakupa ishara ya ulinzi na heri kuwepo. Kuna uadui unaozuiliwa kukufikia. Nyota ya Ng'ombe. Kumjibu mtu vibaya. Kumwelezea mtu hali anayoihisi. Utapata taarifa yenye utata. Utafaulu mtihani mkubwa uliokuwepo kwako. Bata wengi waonapo watakuashiria kupata riziki au heri. Nyota ya Mbuzi. Kuelekezwa kitu mara nyingi ila hutoelewa. Utashindwa kwenda sehemu kutokana na mkusanyiko wa watu wengi. Kusema kitu na kikatokea kwa muda huo. Utatamani siku ziishe kwa haraka. Mtu atakuhisi ni mwenye bahati mno kwa kuona kitu au mambo yatakayotendeka kwa ukubwa kwako. Utahitaji kumiliki kitu. Utakuwa mwenye utulivu. Kusuruhishwa. Nyota ya Ndoo. Utafuata unachokiamini. Utashindwa kumalizia kitu. Vidonda vya tumbo kukusumbua. Kumwona mtu akiwa katika kimo cha ufupi sana. Kuna jambo litakalo kupita au kutoweza kutekeleza. Kupendelea sana kula matunda. Kumpa mtu mwongozo wa kufuata kitu. Kumshauri mtu kutokana na kazi yake. Nyota ya Mizani. Kuna muda unaweza kujihisi hali ya kujichukia au kuchukia tu. Kutamani kujizuru au usingekuwepo. Mtu fulani anafanya upitie maumivu. Unapohisi vitu vibaya vya kujiumiza, nguvu yako inakosa mwelekeo. Ila unapopambana kuwa bora, kuna njia zinazofunguka kwenye heri. Muda wa usiku au jioni unaweza kujihisi furaha. Nyota ya Mapacha. Kupata wasiwasi kidogo. Kuuliza kitu tena ili upate uhakika. Lipsi kucheza au kutikisika. Inakujulisha kuna jambo lenye uzito utakaloliongea. Katika hali ya kugombana na mtu au kuelewana naye. Kuridhia kumpa mtu nafasi nyingine. Kuna kitu kitakacho kukumbusha jambo lililopita. Nyota ya Simba. Kuanza kuelewana na mtu. Kuifikiria kesho yako. Mtu anawaza jambo alilokufanyia. Hivyo utapata ishara kusisimka au kumfikiria ghafla tu au kumtaja pia. Nyota ya Punda. Mtu mwenye mwanya au asili ya uwazi katikati ya meno yake. Atakuwa anakupa ishara njema ya furaha itakayokufikia. Ikiwa mtu huyo utakuwa unaongea naye au kumuona kila wakati. Kusafirisha kitu. Kuonana na mtu ambaye mtakuwa na mazungumzo mengi. Ukiona kiumbe kilicholala na ukazani kimekufa. Ikiwa kina uhai. Unajulishwa katika anguko lako lolote litapata kusimama tena. Au kufanikiwa kwa namna nyingine. Nyota ya Mshale. Utabisha kitu ikiwa mtu anaujua ukweli. Koo kuwasha sana. Kuhisi mtu hayuko sawa. Kufahamu jambo lingine linalomhusu mtu.
Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe chaneli hii ya Ahishamshi kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.